Msichana alijikata kwa mkasi, sarafu za fedha zikatoka mdomoni mwake. Mwanamke mbaya alipoona hili, aliwaelezea wanakijiji mara moja. Kutokana na tamaa ya pesa, wanakijiji walianza kumfukuza msichana huyo. Msichana hakuwa na budi kujikata tena na tena. Kadiri alivyohisi maumivu, ndivyo alivyotema sarafu za fedha. Msichana alikuwa amechoka kabisa, lakini mwanamume mmoja alikataa kumwacha. Alimpiga ngumi, maumivu yakizidi. Wakati huu, alitema sarafu za dhahabu. Kila mtu alifurahi, lakini kiasi hiki kidogo cha dhahabu hakikutosha kwa kila mtu kushiriki. Kwa hiyo mwanamume alianza kumshambulia msichana mara kwa mara. Sarafu za dhahabu zilizidi kutoka mdomoni mwa msichana hadi kila mtu alipopata sehemu yake ya pesa. Hata hivyo, tamaa ya binadamu haitosheki. Baadaye walimfungia msichana kwenye basement, akawa mashine ya kutengeneza pesa ya wanakijiji. Yeyote anayehitaji pesa angekuja hapa kumshambulia. Mwishowe msichana alikufa kwa maumivu, lakini Mungu alimhurumia na kumrudisha. Akirudi miezi mmoja nyuma, ilibainika kuwa katika uzee wake msichana huyo alikuwa daktari wa pekee katika kijiji. Aliwasaidia wanakijiji na magonjwa yao kila siku, hadi siku moja kisima cha kijiji kilifunikwa na mwale wa mwangaza wa dhahabu. Maji ya kisima yakawa yenye kumetameta kwa usalama wa kunywa kwa wanakijiji. Msichana alikunywa maji ya kisima bila kusita licha ya hatari, lakini alipata uwezo wa kutema pesa na hatimaye akateswa hadi kufa na wanakijiji. Sasa aliporudi, msichana aliamua kulipiza kisasi. Wakati huu, mwanamke huyo mbaya alikuja kumwambia kuwa kulikuwa na shida na maji ya kisima. Kwa kweli, alitaka kumdanganya msichana kuwajibia sumu. Hata hivyo, msichana mwenye busara alitega mtego na kumfanya mwanamume aliyemdhuru zaidi katika uzee wake kunywa maji. Mwanamume hakugundua chochote cha kawaida. Siku 3 baadaye, msichana alitoa pendekezo la kuwapa kila mtu uchunguzi wa afya bure. Kwa kweli, alitaka kufichua siri ya mwanamume huyo kwa kila mtu. Mwanamume aligundua kuwa kuna kitu kisicho sawa na akajaribu kukimbia, lakini msichana alidai kuwa awe wa kwanza kufanyiwa uchunguzi na akamfanya kuketi kwenye kiti kilicho na misumari iliyofichwa. Mwanamume alihisi maumivu makali. Katika sekunde inayofuata, sarafu za fedha zikatoka mdomoni mwake. Wanakijiji walielewa mara moja kinachoendelea na walianza kumshambulia mwanamume huyo kwa silaha. Maumivu yakizidi, alianza kutema sarafu za fedha mara kwa mara. Mwishowe, alifungwa akichukua nafasi ya msichana kama chombo kipya cha kutengeneza pesa cha kijiji.